Aliyekuwa mke wa mfanyabiashara mkubwa nchini Tanzania Reginald Mengi, mjane Jacqueline Mengi, amgeukia Rais Samia. Jacqueline Mengi anena mazito akisisitiza kutaka wanyonge kutetewa na Rais Samia. Unatizama Mseto Media, channel kabambe kabisa kwa ajili ya kukuletea habari zote mchanganyiko kuhusu siasa, jamii, michezo na burudani pale tu zinapotokea. Hakikisha umebonyeza maneno subscribe ili usipitwe na taarifa zetu. Mimi ni Princess Kiuli. Kwa wale ambao hawamjui Jacqueline Mengi, huyu ni mke aliyekuwa mfanyabiashara mkubwa na maarufu nchini Tanzania Reginald Mengi, ambaye amekwisha tangulia mbele za haki na kumwacha Jacqueline Mengi akiwa mjane na mama wa watoto wawili mapacha. Kabla ya Jacqueline Mengi kuolewa na Reginald Mengi, ikumbukwe Mengi alikuwa na mke wa kwanza mkubwa na watoto wakubwa pia, ambapo Mengi alikwisha achana na mke huyo. Baada ya kifo cha Reginald Mengi, yaliibuka mambo mengi tofauti juu ya mirathi ya marehemu kwa watoto, ambapo mara kadhaa tulimuona Jack akilalamika. Sasa kufuatia hili alilomtaka Rais Samia, bado inaonyesha kuna mahali hapako sawa. Mjasiriamali mashuhuri Jacqueline Mengi ameandika ujumbe wa wazi wa kugusa mioyo kupitia ukurasa wake mtandao wa kijamii wa Instagram, akimwandikia Rais Samia Suluhu Hassan. Katika barua yake hiyo ya wazi ya lugha ya Kiingereza, ambao mimi nitakutafsiria hapa kwa Kiswahili, Jacqueline ameanza kwa kuonyesha heshima na pongezi kubwa kwa uongozi wa Rais Samia, akisema mfano wake kama mwanamke aliyeweka historia kwa kushika nafasi ya juu kabisa ya uongozi nchini umekuwa mwanga wa matumaini kwa mamilioni ya Watanzania. Jacqueline alitumia nafasi hiyo kueleza hali ngumu inayowakabili watoto wengi wadogo baada ya kifo cha mzazi, hasa baba. Alisema licha ya sheria za nchi kuweka wazi haki za watoto katika mirathi na matunzo, mara nyingi haki hizo hazitekelezwi ipasavyo. Hali hiyo huacha watoto na mama zao waliopoteza waume wakiwa katika mateso mapya, huku baadhi ya wasimamizi wa mirathi wakitumia vibaya nafasi zao na kusababisha mali zinazopaswa kuwasaidia watoto kucheleweshwa au kunyimwa kabisa. Kwa uchungu, Jacqueline alibainisha kuwa dhuluma hii huwaathiri zaidi watoto waliopoteza baba zao, wakati ambapo wanahitaji ulinzi na uthabiti wa maisha. Badala yake hukutana na changamoto, unyanyasaji na kutengwa, huku mali walizoachwa nazo na wazazi wao zikinyakuliwa na kuacha wakiwa hatarini na bila msaada. Katika ujumbe wake huo, Jacqueline alimuomba Rais Samia kuweka kipaumbele cha kulinda haki za watoto hao kama sehemu ya urithi wake wa uongozi. Aliomba kuwe na maboresho ya kanuni na ufuatiliaji ili kuhakikisha mambo makuu mawili: wasimamizi wa mirathi wawajibishwe ipasavyo na kuwe na udhibiti madhubuti ili kuzuia matumizi mabaya ya madaraka. Wajane na watoto wao wadogo walindwe maalum kisheria ili kuepusha mateso na kunyimwa haki zao za msingi. Jacqueline alisisitiza kuwa uongozi wa Rais Samia tayari umeonyesha dira ya matumaini, na akamweleza kuwa akilinda haki za watoto hawa atabadilisha maisha ya familia nyingi na kuhakikisha hakuna mtoto anayepoteza mara mbili, kwanza mzazi na kisha mustakabali wao. Akihitimisha, Jacqueline alimuomba Rais Samia aendelee kubaki kuwa taa ya huruma, ujasiri na mabadiliko, akithibitisha kuwa nchini Tanzania dhaifu na wanyonge hawawezi kusahaulika. Mtazamaji wa Mseto Media, huo ndio ujumbe wa wazi wa Jacqueline Mengi ama Kaylin kipindi akifanya muziki kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Je, wewe una lipi la kuchangia juu ya changamoto hizi alizozieleza za watoto na wajane kukosa haki zao baada ya baba kufariki? Nini kifanyike? Tuandike hapo chini na sisi tutasoma. Mimi ni Princess Kiuli wa hapa Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.